Nimekuwa nasoma vitabu kadhaa kipindi hiki ambacho tumekuwa na lockdown, tumekuwa na vitu vingi. Kwa hiyo nikawa nasoma na kutafakari mambo na kupitia vitu mbalimbali. Na moja ya kitu nilikuwa nakiangalia ni umuhimu wa kulala. Unajua, unaweza kuwa unafanya kila kitu kwa usahihi, lakini haulali, hamna kitu kitakaa sawa. Hata afya yako ya akili haiwezi kukaa sawa. Kwa hiyo, katika vitu unatakiwa kuzingatia kwenye masuala ya kuheshimu nature, muda wako wa kulala. Kwa kawaida kabisa, ili uwe na afya nzuri, unatakiwa kulala masaa 3 kabla ya usiku wa manane. Maana yake, unatakiwa ule chakula masaa 3 kabla ya muda wa kwenda kulala. Hii ina maana gani? Kula usiku ni ushamba. Mwanafunzi wangu mmoja aliniambia, "Madam, ulisema kula usiku ni ushamba, nimeikamata sana." Kwa sababu unapokula chakula cha usiku, alafu hapo hapo unaenda kuoga ukalale, inafanya mwili wako unashindwa kufanya majukumu yake ya kukusaidia kurepair, kurejuvenate na kusaidia kufanya uwe mpya. Kuna vitu vitatu vya msingi vinatokea ukiwa umelala. Kitu cha kwanza kabisa, mwili wako unaweza kujirepea. Kitu cha pili, unaweza kujilinda. Na kitu cha tatu, unaweza kujiumba upya, yani rejuvenation. Sasa unaweza kula vyakula vyote vya asili, vyakula vyote bora, lakini kama unalala usiku wa manane kila siku, unalala tumbo limejaa chakula, hii itakufanya mwili wako usiweze kuwa vizuri. Afya yako ni muunganiko wa vitu vingi sana. Afya ya binadamu ni muunganiko wa mifumo ambayo inatakiwa kufanya kazi kwa kukubaliana, mifumo ambayo inatakiwa kufanya kazi kwa kuingiliana. Sio swala tu la unakula nini, sio swala tu la unafanya mazoezi. Unalala vizuri, unalala kwa wakati, unapata usingizi. Mchana kukiwa na mwanga, homoni muhimu ya kuachia usingizi, yani melatonin, inakuwa suppressed. Mimi sio muumini wa kulala mchana. Kwa sababu mchana sio muda mwafaka wa mwili wako kufanya majukumu yake ya kujirepea, ya kujilinda na kujiumba upya. Kwa hiyo unapokuwa unataka kutunza afya yako naturally, vitu vya msingi vya kuzingatia ni vile vinavyohusisha muunganiko au mzunguko wa nature wa asili. Mchana tunapata mwanga, tunapata vitamin D kutoka kwenye jua. Usiku tunapata giza, tunapata kurelease au kuachilia homoni ya melatonin inayotusaidia kurelax, kupumzika, kusaidia miili yetu kurejuvenate na kurepair. Na hii cycle inatakiwa iheshimiwe. Ukiibadilisha cycle ya kulala, ukawa unalala ndivyo sivyo, muda wote unavyotaka wewe, mwisho wa siku utakuja kujikuta kuna magonjwa unapata na hayawezi kujirejesha. So kama Mungu amekupa nafasi kuwa hai, tunza afya yako, maana huo uhai ukishaondoka hauwezi kurudi. Ukiwa na uhai unapumua, tunza afya yako. Inawezekana. Ni wewe tu kujua kanuni na taratibu. Nature inataka iheshimiwe. Yenyewe haijui kama hujui. Yenyewe haijui kama wewe hujui. Yenyewe inatengeneza na kutekeleza majukumu yake. Kumekucha, mwanga umetokea. Ulitaka kusikuche, haijalishi kutakucha. Itafika jioni, giza litaingia. Ulikuwa unataka hutaki, giza litaingia. So heshimu nature, itakusaidia sana kuishi maisha yenye afya, furaha na amani. Na mwisho wa siku, kila kitu kina kanuni na taratibu. Ukizijua kanuni, Mungu akikupa muda wa kuishi hapa duniani, inakupunguzia changamoto nyingi sana. Mungu akubariki uwe na afya njema. Naturopathic Dr. wako Elizabeth Lema. Usipofanya chakula kuwa dawa, dawa zitakuwa chakula chako. Upe mwili wako uwezo kupambana na magonjwa. Heshimu nature. Nature itakuheshimu. Yenyewe hainaga hata shida. Jua linawaka, mvua inanyesha, upepo unavuma, mimea inakuwa. Hata hujui saa ngapi mti unakuwa. Unasema huyu mti umekuwa haraka. Huyu mtoto anakuwa au muonaje ikiwa anakuwa. Yaani unaonaga tu ameshakuwa. Mungu awabariki.